Naitwa Deborah Nyakisinda, mkurugenzi mtendaji NESA Foundation. Na tuna kampeni yetu kubwa ambayo inaenda kwa jina la Save Mount Kilimanjaro Campaign. Nia na madhumuni ni kupanda miti bilioni 1 kufikia mwaka 2050. Kwa nini tunataka kupanda miti bilioni 1? Kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la joto duniani linasababisha barafu ambayo iko mlima Kilimanjaro inayeyuka kwa haraka sana. Watafiti wanasema miaka 30-50 inayokuja barafu ambayo tunaiona leo hatutaiona tena. Kwa hiyo sasa ni jukumu letu sisi kama Watanzania, si watu wa Kilimanjaro tu, lakini Watanzania wote kwa pamoja kuja pamoja kwa ajili ya kuokoa mlima Kilimanjaro. Na ndio maana basi tukaja na hiyo jambo la Save Mount Kilimanjaro Campaign. Kwa sababu hiyo, ili kila mtu aweze kujua kampeni hii, tumekuja na initiative campaign ambayo inaenda kwa jina la The Kilimanjaro Walk. The Kilimanjaro Walk ni a national awareness campaign ya kuhakikisha kwamba Watanzania wote tunaungana pamoja kuhakikisha tunaenda kupanda miti mlima Kilimanjaro au tunauokoa mlima Kilimanjaro kwa kupanda miti. Tuna mikoa 4 ambayo tutaanza nayo kwa sasa hivi ndani ya miaka 5. Baadaye tutaongeza mikoa mingine. Tunasema hii mikoa ikiwa safe, yani ikiwa salama, basi mlima Kilimanjaro na hiyo barafu ambayo tunaiona itakuwa salama. Maana tunaposema tunaokoa mlima Kilimanjaro, si timu ule mlima ulivyosimama, hapana. Mazingira ama mikoa ambayo inazunguka mlima Kilimanjaro ndio inabidi iwe salama. Kwa hiyo tutaanza na mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Tanga, mkoa wa Manyara pamoja na mkoa wa Arusha. Sasa hivi tumejikita sana mkoa wa Kilimanjaro, bado hatujaanza kutoka huko nje. Kama tunavyojua, kama leo barafu halitakuwepo mlima Kilimanjaro, kuna vitu vingi sana ambavyo tutakosa. Kuna social economic impact nyingi sana ambazo tutakosa kama hamna barafu. Kwanza, mlima Kilimanjaro tunajua kabisa ni sosi ya maji. Kwa hiyo kama hamna barafu hatuna maji. Hali ya hewa nzuri ambayo tunaipenda Kilimanjaro, Arusha na sehemu zingine, sosi yake kubwa ni mlima Kilimanjaro. Lakini kuna watalii wangapi ambao wanakuja pale Kilimanjaro kila mwaka? Ndani ya miaka iliyopita ilikuwa inaenda 45 mpaka 50. Lakini ndani ya miaka 2-3 pia, kwa sababu ya Royal Tour, tunamshukuru mama, tumefikisha zaidi ya watalii 65,000 kwa mwaka ambao wanakuja kwa ajili ya Kilimanjaro tu. Sasa unaweza ukaona jinsi gani Kilimanjaro inavuta watu kuja. Lakini wale watu wakija wanalala kwenye hoteli zetu, wanalala kwenye lodge zetu, wanakula chakula chetu. Kwa hiyo ile chain nzima wao wataathirika kama hamna barafu leo. Kwa hiyo tuna sababu nyingi sana za kuutunza mlima Kilimanjaro. Na ndio maana leo tuko hapa. Kwa hiyo The Kilimanjaro Walk ambayo tutafanya tarehe 17 Mei, ambayo tutaifanyia makao makuu ya Kinapa kule Getini, Marangu Getini. Tutaanza pale Marangu mpaka Mandara Hat, ambayo tutakuwa na kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 16. Kwa hiyo tulikuwa tunapenda kuwakaribisha Watanzania wote waweze kushiriki. Tunajua Watanzania hatuna utamaduni wa kufanya utalii wa milima. Kwa hiyo hii inaweza kuwa opportunity nzuri sana kwa Watanzania kuja. Ni bei rahisi sana. 65,000 tu unaweza ukaja ukapata jezi yako ukaingia. Hata ukitembea kilomita 5 basi utaondoka na medo yako. Kwa hiyo tunawakaribisha sana mje kushiriki, lakini nyie tunatamani pia tupate mabalozi wengi ambao ni Watanzania wanazungumzia habari hizi za mlima Kilimanjaro. Mimi naitwa Haika Bayona, ni afisa uhifadhi mwandamizi kutoka Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA. Niko hapa pamoja na NESA kwa sababu kile ambacho NESA Foundation wanakifanya hususan katika uhifadhi wa mazingira yaliyoko jirani na mikoa ya jirani ya mlima Kilimanjaro ni swala kubwa sana na la msingi pia kwa hifadhi za taifa Tanzania, kwa sababu zaidi ya utalii, Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania linafanya shughuli kubwa ya uhifadhi wa mazingira, kuhifadhi hivyo vivutio ambavyo vinavuta wageni. Kwa hivyo kampeni hii ya matembezi tarehe 17 ni ya msingi sana. Ningependa pia kuwaalika Watanzania wengi kwa kila jinsi, iwe taasisi, iwe watu binafsi, iwe mashirika, viongozi wa serikali, wakaribie kutembea kwenye matembezi hayo. Na zaidi, kama alivyosema mwenzangu, ni kwamba watafurahia utalii katika hifadhi, lakini pia kile ambacho watatoa kama kiingilio kwa ajili ya matembezi yale kitasaidia katika uhifadhi wa mlima Kilimanjaro.
kwa maana ya miti ikipandwa, basi kutakuwa miti ikipandwa katika mazingira yanayozunguka mlima Kilimanjaro na mikoa ya jirani, ule unyevunyevu unaosababishwa na ule ukijani na ile miti ndio ambayo sasa upepo ukija ukiipeleka mpaka kwenye mlima Kilimanjaro unasaidia sasa kujenga ile barafu. Kwa hivyo ndio maana tunasema jukumu la kuhifadhi mlima Kilimanjaro ni la kila Mtanzania, ni la kila mmoja wetu, na hapa basi pamepatikana mlango au dirisha kupitia NESA tuunge mkono jitihada hizi. Na waandishi wa habari, nipende pia kuwaambia na nyie mshiriki kwenye mbio hizo. Sio tu kwamba mwende katika hifadhi zingine ama mpande mpaka kileleni, lakini mtafurahia sana mkifika katika maeneo yale, lakini pia mtatangaza. Na Watanzania mkishafahamu kwa kufika tu kwenye mlima Kilimanjaro au hifadhi ya Kilimanjaro, hakika mtapata na nyie ari na mwamko wa kutangaza kwa wengine, kutangaza kwa dunia, sio tu kwa Watanzania wenzetu, lakini kwa dunia. Tuige basi mfano ambao mama yetu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliufanya wa kutangaza. Alifika pale Kilimanjaro akatangaza kwa dunia, na hivyo basi tukaona wageni wameongezeka kwa kiwango kikubwa sana, na mapato yameongezeka sio tu kwa hifadhi ya Kilimanjaro bali na hifadhi nyingine.